wewe unajua huyu ni client wangu na rafiki yangu, tunafanya kazi kila siku. Lakini baadaye unasikia dude fulani kali limetoka leo msanii yani, lakini hajafanya hapa kwako. Ile kufanya unasikiaje yani? Management inamtengeneza, inamjenga, inalipa video za gali. Brother yangu ndio mtu wa kwanza mimi kusikia akiongelea J Crack. Yule MCA. Kuna siri ya kutengeneza hit. Yani kuna procedure ama kuhakikisha kwamba hii ngoma anavyoitengeneza hii hii itashika hii. Wasanii wengine ile jogoni lako ni mbona labda tufunge mlango hapa niache kutusumbua. So inafikia point sasa inakuwa ni kama anaishi maisha ya kufeki. Wanafaa uonekane uko umevaaje. Wako wengi sana. Wengi sana. Haijafikia level ambayo msanii anaweza ka live off of ile income yake ya muziki peke yake. Kila kitu, hakuna mtu anayetosheka na pesa. Bro, mtu kama Susumila ni mfano mzuri sana. Kando na Susumila. Hata Ricky Melody. Lai ni mdogo wangu kabisa. Kama tulianza na 200 nafikiria beat. Ya mimi tuseme ni CEO wa Crack Sound. Crack Sound imekuwa ikioperate for the last 24 years. Ndio maana leo nimebidi nimtafute mkali wa Crack mwenyewe hapa, J, ambaye ni J Crack. Tuzungumze mambo mawili matatu kuhusiana na hii studio tangu ilipoanza mpaka hapa ilipofikia. Na kule ambako inaenda. Karibu sana J. Asante sana. Mimi natambulika kama Juma Mrima kwa majina kamili ya nyumbani. Lakini jina la kutafutia ugali naitwa J Crack. Ya mimi tuseme ni CEO wa Crack Sound, ambayo Crack Sound sio moja. Ziko 3. Ziko 3 sasa. Ziko 3, ya kuna nyingine ambayo ilikuwa Mariakani. Nafikiria ilikuwa na yule mdogo wangu, lakini ni branch ya hii. Na kuna nyingine iko Kitale. Wakati unaanza, wakati tu yani ndio siku yako ya kwanza vile kabisa, studio sasa inafanya kazi. Unaweza ukadescribe vile mazingira yalivyokuwa na bei zako ambazo ulikuwa umeweka hiyo time? Ni kitambo. Ni kitambo sana, hali ya kwamba hata kuna wengine wameoa na walipata iko hapo tayari. So sisi tuna work kulingana na muda. Kama tulianza na 200 nafikiria beat. Tulifikia kuanza na 200, tukapanda polepole mpaka tukafikia kiwango ambacho tuko sahihi. Ni kitambo, na tumekuwa tukifanya na watu tofauti tofauti, wa Kenya, watu wa nje, na hata mimi pia kusafiri kufanya kazi nje pia. So Mungu tunamshukuru tu sana. Kando na wewe, ni maproducer wengine wapi ambao umefanya nao kazi ndani ya Crack Sound? Crack Sound haikuanza na mimi peke yangu. Ilianza na ndugu zangu ambao ni kama family. Kulikuwa na Lai, kulikuwa na ndugu yangu anaitwa Mchafuzi pia. Lai ni mdogo wangu kabisa, kutoka nitoke, baba na mama mmoja, ambaye ni producer, na kuna Mchafuzi ni rafiki yangu tangu utotoni. So nafikiria tumefanya kazi pamoja, na jinsi tunavyozidi kuenda tunazidi kufundisha maproducer wengine wadogo ili waweze kutusaidia wakati kama labda hatupo. So tumefanya kazi na wengi mpaka wengine bado tuko nao hapa, ndugu zetu kama Dilidili huko tunafanya naye kazi, ambaye ni mwana Crack Sound naye, hali ya kwamba hata labda nikisema naondoka leo, yeye ndo anashikilia nafasi ya Crack Sound. So kwa sababu umekuwa ndani ya hii industry for that long, kuna vitu vingi ambavyo vimekuja vikienda, trends, wasanii, unayaona yote. Kuna hii misemo ya kusema kwamba wasanii wa Coast wako na majina, wako na numbers, lakini mfuko sasa. Challenge ya kwamba wasanii wa Coast wanafanya muziki kwa bidii, lakini haijafikia level ambayo msanii anaweza ka live off of ile income yake ya muziki peke yake. Hivi wapo wasanii wanafika, yani idadi ipo ya kutosha, ama ni industry yenyewe iko na shida, ama ni nini inabidi tufanye? Inategemea na kile ambacho wanakiita hauna. Sijui ni nini, maana kuna watu wengine hata analipwa shilingi 10,000 na bado anamudu familia.
So sijui kama wanasema wasanii ama maproducer ama watu wa kosi hawana kiwango kile ambacho labda wanatarajia hicho ni kiwe sawa kwa hao watu. Sijui ni ngapi. Maanake mimi naona watu wanaishi vizuri tu. Watu wanaishi vizuri. Yep. Kipato wanachopata kinatosha. Kulingana na kila mtu vile ambavyo wanang'ang'ana. Anapata kulingana na bidii zake zile ambazo kama sisi tuko sawa na ni watu ambao kama labda jambo limeenda extra tunasaidiana. So nafikiria kila mmoja yuko vizuri, kila mmoja anatengeneza maeneo yake ambayo yeye mwenyewe. Kitu cha kwanza by the way kwetu ni uwe na makazi yako. Na nafikiria kila mmoja ni kama ambaye yuko katika hiyo circle ya kutengeneza maskani. Kuna wengine wako mbele tayari washajenga mpaka wana vitu extra zaidi. Kuna wale wengine ambao ndo wako katika mbio za kutengeneza. So kila kitu, hakuna mtu anayetosheka na pesa. Isipokuwa tu ni kile ambacho kiko ung'ang'ane uhakikishe kina generate. Kwa hiyo inabidi ile income kidogo unaopata uinvest kwenye kitu kingine ambacho kitakupatia income. Nategemea waweza invest mahali popote. Unaweza zeka benki baada ya mwaka zimezaa. Unaweza amua anafungua biashara kingine. Ama unaweza amua hizi nazitupa hapa, lakini niko na plani ya kwamba mwaka ujao ama miezi ijayo itakuwa zimezaa. Ama kuna wengine bro, mtu kama Susumila ni mfano mzuri sana. Kando na Susumila, hata Ricky Melody anategemea muziki. Hata mimi nategemea muziki. Ndio. Hata producer mwenzangu ambaye ni Dilidili hapa, kijana wangu mdogo wangu anategemea muziki. Na watu bado wengine ni muziki peke yake. Tunasukuma familia vizuri, wanakula, wanaishi. Na ni music. Hongereni sana kwa step kama hizo ambazo mmepiga kwenye industry. Mwambie ukiwa msanii nafaa uwe umejenga brand. Pole natumia neno msanii lakini pia uko ndani, si ndio? Wewe pia ni msanii. Kwa sababu hii kazi yetu, producer pia ni msanii, si ndio? Kwa sababu ya hii kazi lazima uwe unajua keys, uwe unajua kila kitu kile ambacho kinang'ang'anisha na muziki. So bado niko hapo. Ndani ya industry. Hata DJ pia bado yuko hapo. Ndani ya industry, mwambie ndio ili umake it kirahisi nafaa ujenge brand. Nafaa utengeneze image ambayo itakuwa unaitumia hiyo kuvutia watu. Uaminishe watu kwamba mimi najiassociate na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Na ndani ya hiyo brand unapata watu ambao inabidi anajiforce kufanya vitu ambavyo mara maybe afford ama hajafikia hiyo level, lakini inabidi aaminishe watu kwenye huko kujenga brand sasa. So inafikia point sasa inakuwa ni kama anaishi maisha ya kufeki. Wanafaa uonekane uko umevaaje. Wako wengi sana. Wengi sana. Hii ni necessary ama watu wanajituma kupita kiasi? Inategemea na vile utakavyomuona na angle yako mwanzo. Ukimwangalia kwamba huyu naye ana utajiri. Mwanzo mtu ambaye yuko hali hizo hata huwa hafosi. Sisi ambao hatuko hizo hali hizo nyingi sasa ndio tunang'ang'ana yani mpaka tuonekane mara tumevaa mijicheni mikubwa nini na but mimi kwangu ni nature, yani kuvaa cheni za silver. Nafikiria nilianzia zaidi ya naona hata ni miaka blue huko. Miaka mingi sana. Mimi hupenda cheni silver, hata nikizikosa pale mahali niko sahihi. Huwa naagizia ziletwe cheni zangu ziletwe. Yani hizi utazikosa tu wakati wa Ramadhani. So maisha ya kufeki kwa wasanii ni kitu ya kawaida. Una feki mpaka una meki. Sometimes inakataa na unaangukia umaskini tu ambao sasa utakupeleka mahali pagumu. Mpaka wengine wanaangukia kwa depression. Mara nyingine unaweza mkuta yua koroga, lakini all in all ni kutafuta riziki. Kuna wengine hata unakuta wamegura, wameondoka kwa sababu amesikia kuna soft life mahali. Inabidi anaondoka, anaenda anajichanganya na upuzi fulani. Mara nyingine inamwendea kombo, mara nyingine unamwona yuko vizuri. So wana fake wengi yani, lakini ndio maisha. Vile vile kwenye hali hiyo ya kufake ama kufanya muziki, wasanii wengine ile jogon lako ni mbona vile labda tuke mlango hapa niache kutusumbua. Sababu najituma, jogo lenyewe najituma sana. Najituma. Wewe ndio umekuja nalo.
lazima nisikike. Hata wasimsikii mimi huyo. Lakini ulivodunda wewe basi kelele kweli. Anatafuta kisu. Hata ni sekunde 5 sana. Si jogo mazuri huyo. Si mazuri. Okay, twende nalo. Nilikuwa naongea kuhusu bado wasanii hivyo. Mambo na ku-maintain mambo ya ndoa, mambo ya wachumba au warembo. Kwa sababu sasa msanii anaishi maisha mawili. Sasa ku-maintain ile hali ya kwamba mtu unamuoa na ni mtu wako. Unahakikishaje kwamba unampa peace, umeondoka, umekuja kazi, mazingira ndo haya, labda wasichana wanakuja maybe ni bado nao ni wasanii, lakini mavazi na nini inakuwaje kule nyumbani? Unahakikishaje kwamba wewe unaondoka na bado ukirudi mtendelea na maisha yenu nyinyi kama wanandoa, wakati challenges zimejaa kama hivyo zilivyo kwenye industry? Unamaanisha msanii na msanii, ama unamaanisha msanii ama celebrity wawili, ama unamaanisha wewe na mke wako wa nje ya hii art? Kwa sababu watu wote wasanii, ma DJ, ma producer wanakuwa na challenge ya kuwa kwenye ndoa moja. Unapata labda alifanikiwa kuoa alafu baadaye akaachana. Sana ni kwa sababu ya wale watu ambao wana mix nao. Na kuna ile kushindana kila time kwamba wewe umeenda, mara nimekuona mpige picha na huyu, mara message ndo hizi zimeshikwa, mara simu imevunjwa, mara hivi. Wasanii wale ambao sasa simu ya msanii mwanzo haifai kushikwa. Simu ya DJ haifai kushikwa. Maana changamoto zimejaa sana. Hilo ndo kwanza. Kwa simu iachwe. Lakini kwa nini uishike? Maana sasa kuanza kushika hizo simu ndo chanzo cha kutaka muachane. So haina haja mtu ujitafutie sababu ama umtafutie mwenzako sababu. Inabidi una maintain tu. So vitu vingine ni kwamba wewe ukipata na celebrity ndo mnajuana ni kipi, changamoto gani mnapitia. But wewe uoe mtu wa kawaida ama mtu ambaye amekupenda wewe na celebrity wako kidogo huwa inakuwa ni changamoto, kwa sababu mpaka azoee na akubali. Bila hivyo inakuwa ngumu. Alafu mwanamke pia naye akiolewa na mtu wa kawaida kwa sababu amempenda tu, sometimes pia inakuwa na changamoto, kwa sababu ni watu wengi sana wakiona pale kwenye jukwaa huwa wanaridhika nayo. Sometimes mtu ameamka na mudi yake huko, anamwambia sitaki uende. Inabidi haizi kuenda kule kwingine, nako kuna haribika mambo mengine. So mtu wa art anatakana aolewe na mtu wa art mwenzake. Ushapata hiyo picha? Wa art anaenda na wa art mwenzake. Lakini wewe ama dadako ameolewa, wewe dadako ni mwimbaji alafu ameolewa na mheshimiwa, hapo kidogo inakuwa changamoto. Maana mara nyingine watu wanavaa vidude, anaenda anaimba huko, mara jijitu limesonga limemshika kiuno, anakuta mtu bibi wa mtu fulani anasomberwa pale. Anasikia vibaya, anaibika, tulimuona bibi yako pale anasomberwa. Mazee kidogo inamkata. So changamoto ziko kila mahali. Sisi waume nasi pia ukioa mtu ambaye hajui haya mambo, siku akija akianza kupewa maneno bwanako basi ana ABCD, pia naye yuanza kujifundisha ujasiri wa kwamba mtakuwa mnasumbuana kila time. Na katika hii art inahitaji uwe na peace of mind, ndio utasukuma nayo vizuri. Ndio unakuta wasanii ama ma DJ ama ma producer wengi ni kama ambaye hawako sawa na familia zao. Hasa kwa mabibi. Not unless bibi hao ameamua liwe liwalo, mimi poa tu. Yes. But changamoto tunazipata sana. Yes. Kuna nyinyi kama producer, kuna siri ya kutengeneza hit? Yaani kuna procedure ama kuhakikisha kwamba hii ngoma ninavyoitengeneza hii hii itashika hii? Kulingana na fikra zako na ubunifu wako na ujanja wako wa kusoma soko. Wa kusoma soko ndio unaweza kukusaidia na ukawa unakuwa tofauti na wenzako. Kama mimi nimeanza miaka hiyo na hakutapita mwaka bila mimi kuonyesha kwamba it is possible. Haiwezi pita mwaka. Yaani lazima nitafanya kitu ambacho
itakuwa na amazing, na nimeanza kitambo sana nafikiria. Kwa hiyo kuna vitu specific. Nimeanza kitambo ama sijaanza kitambo? Kitambo sana. Na wewe unanisikia. Hits zimekuwa hapo yani. Na tangu nilipoanza ulikuwa wapi wewe mwanzo? Kwanza time mimi nakusikia sio ile time wewe ulianza of course. Na lakini hiyo ilikuwa ni mambo na masidi. Unaona unakuja unapigiwa beat hapa. Siku hiyo basi mimi nilikujua ile time ulikuwa umefika umepanda panda hapo 750 hapo ndo figa mimi nakumbuka. Nasema 750 kwa sababu nakumbuka vizuri. Brother yangu ndio mtu wa kwanza mimi kusikia akiongelea J Crack. Yule MCA. Ndio. Sasa unajua ukiwa mdogo wale wakubwa zako yani unafoka yani una concentrate na life yao. Unatamani maisha yao kabisa. Ni kama vile ukiwa mdogo unaona babako yani yeye anaweza fanya chochote kwenye hii dunia. Sasa unajua age hiyo ndio ile ambayo ukiona mtoto mzuri lakini ni mkubwa miaka yako wamtamani hivyo wasema mimi yule. Sasa hiyo ilikuwa kabla 207 maybe 205 after 204 lakini pia. So katika 205 206 hapo I think hiyo ndio time mimi nilikusikia. Ndio. Wakati nilikuwa na 750. Na wewe ulikuwa miaka mingapi ama ulikuwa sababu watu wengine wanasema hit mara zingine inatokea tu. Inatokea tu. Sasa wewe ambao umezifanya nyingi yani kuna kipi common kwenye zile sessions ama kwenye wakati wa kuandika ama kwa kutengeneza beat? Ni kipi ambacho unakiona wewe unakifanya kila time kwenye hizi hits zote ambazo unakuwa ukitengeneza? Na naamini hazifanani, si ndio? Hazifanani. Kitu ni kwamba wewe unajua kusoma tu mchezo na uwe unafanya kazi na watu wale ambao wanakubali kurekebishwa na muwe nyote mna vibe la pamoja. Nafikiria kazi zinasonga tu. Yani tuwe tunasaidiana kiakili pia. Wewe unaweka kitu, mimi na mimi naweka kitu. Saidia, mimi nisaidie na tusome tu ule mchezo vile unavyoenda. Basi mambo yanasonga. Si lazima wewe unajua kuimba sana. Si lazima wewe unajua kuimba sana. Hata unaweza kupiga rap na kazi kaenda. So inategemea na wewe mwenyewe vile ambavyo utakuwa umejipanga tu. Niulize swali lingine. Wasanii wengi. Mbona unataka tuondoke hapo? Kwa sababu wataka kunibia ujanja. Ujanja upi? Nilichukua skills zako. Nilisikia wataka kujifundisha kuproducer. Tuendelee. Wasanii wengi ambao kwenye industry unapata wako na talent, hawana pesa hata ya studio ama hata kushoot video. Unapata mtu ana talent ni mkali lakini sasa ha-afford kujilipia hata audio. Audio zile ambazo wanazo yeye unapata ni wasanii maproducer ambao wamemkubali, wamemfanyia zingine za bure, zingine nusu, zingine sijui nini amelipa nusu pale kuna mtu amemsimamia. Unaona? Lakini sasa wasanii wengine ambao wako na pesa hawana talent. Wanakuja studio wanarekodi, hawajui, unapata lakini producer naye pia anawaambia hapo uko sawa kwa sababu chele ile inatoka. Unaona sasa? Sasa wale wasanii ambao hawajui, hawakorektiwi na hawafanyi ngoma kali. Lakini kwa sababu wanatoa pesa, studio iko tu sawa, lakini pia hawaendi mbali. Wale wasanii ambao wako nazo. Najua ni kitu gani ambacho walenga. Mimi huwa naambia mtu kabisa kama wewe hii unafanya, sitaki nikupotezee hela. Chukua biti uende kufanya mazoezi, kama havitawezekana basi tutabambanya. Mtu kinielewa basi poa, kwa sababu studio ni mahali ambapo tunafanya kazi. Sio mahali pa kula mazoezi. Mazoezi anaweza kuja, lakini kama kuna nafasi yako ambayo umeibuki wewe mwenyewe na hakuna mtu anisumbua. Yes. Nabii ulipie hiyo type yako ya mazoezi. Tunaweza kukuachia tu mimi kazi ama tunaweza kukuachia nafasi ukaendelea na zoezi lako. So kwa swali ambalo umeuliza kwamba kuna changamoto ya watu na hela, sisi wenyewe pia mwanzo tunatafuta hela. Ndio. Sisi wenyewe nasi tunatafuta hela na kusaidia watu wasonge mbele. Kitu ni kwamba mimi hata nikakutengenezea ngoma wewe nzuri ambayo una hakika kama itapita. Nikakupatia ngoma free, haitaenda. Haitasonga kama hautakuwa na chochote kile cha kuisupport. Haitasonga. Kuisupport kivipi? Kutuma radio presenter hata kuitisha pesa, lakini kutuma si lazima ununue bando ama nini utume. Umpigie, manake si umtumie tu alafu bado hiyo ni pesa. Ushanielewa? Interview ukiitwa lazima uwe na pesa uende. Ushanipata?
Yani kuna jonjo nyingi sana ambazo zinahitaji hela. So mziki unahitaji hela kivyovyote. Kivyovyote vile unahitaji hela wa mziki. So tusiwe tukifikiria tu kwa sababu una talent basi itaenda. Inaweza enda vizuri lakini inaweza chelewa. Ushanipata? So tuache kuassume kwamba mziki bila pesa unasonga. Lazima pesa iwepo. Lazima yani. Lakini sasa kama msanii naye labda 10% inaweza pita lakini sio vile. Sio vile. Yeah. Na msanii anaweza rekodi nyimbo nyingi ikahiti nyimbo moja tu. Na ikahiti nyimbo moja na ikasaidia hata hizi zingine ambazo zilitoka nyuma. Zikaja ikashika pia. Yeah, ikazishika mkono na ndo akawa tayari basi ndo yuko mbele ya safari. Yes. Kwenye hii topic ya kusainiwa huko. Mtu anakuja anasema yeye pesa anayo, anaujua mziki, anakusaini vizuri, mnafanya kazi. Lakini miaka 2-3 inapita, bado ile income inakuja ile, hata mkigawanya vizuri labda hamjafikia yale malengo mlikuwa mko nayo. Ama labda mmefikia. Lakini mwishowe siku ya kutoka 90% ya wasanii ambao wanatoka kwenye management inakuwa ni kama ni vita, ni kama fujo, ni kama kushindana pale mpaka mwanze kusamanyana. Mara nyingi wewe halo ya nani? Kitu ni kwamba wasanii wengi huwa wanakula timing na management zao. Management inamtengeneza, inamjenga, inalipa video za gali, inasukuma yani ma interview, madude gani, yani maporojo yote na matamtamu yote yanawekwa pale. Hiyo management inatumia pesa. Wakati wa kuvuna, kumtengeneza umemtengeneza. Maana huwezi mtengeneza na mwaka mmoja tayari kwa ndo tayari. Yeah. Yaona. Wengine wanabahatika. But wakati wa kuvuna sasa. Mimi nimekuarrangia maskani uende ukapige. Umeenda umepiga. Mimi ndo nimekuarrangia hapo mahali. Ni show. Ama nimepigiwa na mwenye klabu. Umeenda umepiga hapo mahali. Baada ya hapo kwa sababu wanaona raha atapiga picha na wewe nini na nini, ataomba namba. Unaona. Kesho alipendezwa na hiyo show yako. Kesho anakuita wewe, anakupigia wewe, hapigi management. Apigia msanii. Anapigia msanii. Lakini kwa sababu management anaiona iko ovyo ovyo. Yani ni kwamba hataki kuendana na management. Management ilikuja ifuatilia agreement. Yes. Management ilikuja ikachukua shilingi 50,000. Wewe anakuambia nitakupatia 30, hapo management haitakuwa. Tayari anakuta kule nikiwa kwa management ni nusu kwa nusu. Napata 25. Hapa napewa 30. Afadhali nikazichukua. Sasa kizaza zake inaanza hapo, maana management itakuja itajua mwisho. Sasa inakuwa ni kama mchezo. Zikija kwa management wewe uko poa, mnaganya. Zikija kwako peke yako management unataka kuificha. Naona. So wale ambao wanakusaidia pia wanakuja wanachoka. Kwa sababu hakuna ambaye yani hizo tabia zinakuja mpaka zinakuwa peupe. Kuna vitu vitamu havifichiki bro. Inakuja inakuwa peupe. So management inaanza kuleta shida. Inakuwa ni mvutano na mkorogano. Nitakwambia tu msanii bila timu ama management kusonga nayo pia kidogo inakuwa ni challenge kwake. Sio kwake. Yeah. Inakuwa ni challenge kwa sababu mahali umefika, umeitwa kwa show, inatakana ujue utakaa wapi. Baada ya show ni nani anakulipa. Sasa kila kitu wewe unafuatilizia wewe mwenyewe pia itakuwa ni makosa. Management hiyo inafuatilizia pesa yako. Management hiyo inafuatilizia kila kitu ambacho wewe utakula, utafanya nini. Unaona? Lakini kwa sababu ya uroho na pesa unakuta management sio kitu muhimu. So hapo ndo mwanzo wa kufeli. Maana hata interviews zinatakana upangiwe. Ushanaelewa? So kuna kuwa na mvutano kwa sababu ya pesa. Yeye mnasaini watu hapa? Mnasaini hii kama studio? Mimi niko na mipangilio yangu ambayo mimi mwenyewe nafanya. Mimi naweza sikusaini wewe lakini nikasaini nyimbo ambayo nimeitengeneza na wewe.
Hiyo ndio approach yako. Nimekwambia hivyo. Wewe unanifuatafuata na upande huo ni kwa sababu unajifundisha uproducer, si ndio? Sijifunzi uproducer mimi, nataka kujua knowledge is power, knowledge is power. Haya basi, upande huo mimi kuna wale ambao nimewasign na kuna wale wengine ambao nikiona una uwezo ama nyimbo imenigusa, ina uwezo wa mahali ya kwamba tunaweza fanya kitu, tunaweza sainiana mikataba ya hiyo nyimbo, na tukishamaliza hiyo basi ni sawa tu. Hata mimi naamini wewe unatengeneza video, lakini pia bado unaweza kuwa na mkataba wa kwamba mimi natengeneza video, utaweka kwako na mimi nitaweka kwangu. Mkataba iko ndio, upate views nipate views. Manake wako wale ambao hawana kitu, lakini unakuta hichi kitu ni kizuri. So kusaidiana kuko, but sio kwa kila mtu. Manake nikitengeneza ngoma nzuri italeta mashabiki, italeta masubscribers, italeta wateja kazini pia bado. So mara zingine msanii anakuja na rekodi mara 2, mara 3, mara 4, mara 5, halafu inafika point ana record na producer mwingine kando na hapa, kama anaenda kwa rivals kwa mfano. Labda kuna kama sijamsaini na mkataba hausemi hivyo, anaweza kando na kusaini. Hii ni kusaini tumeachana nayo sasa so far. Wewe unajua huyu ni client wangu na rafiki yangu, tunafanya kazi kila siku. Lakini baadaye unasikia dude fulani kali limetoka leo msanii yani, lakini hajafanya hapa kwako. Ile kufanya unasikiaje yani? Inategemea kama analipa. Kama analipa. Si ni sawa tu. Utafanya nini? Usikie vibaya kwamba haijafanya kwa studio. Hata miaka yote hiyo ambayo nimefanya muziki nitakuwa na bado nasikia vibaya kwa hiyo. Kuna time kwa hiyo ulikuwa unasikia vibaya. Ukiwa mchanga katika hiyo industry. Alafu umefuga mtu mpaka unamwona amegrow. Alafu uje umuone anatangatanga huko nje. Utaki watu wachange. No, unajua hii industry bwana, kila mmoja anahitaji kupata faida. So mimi nikikutengeneza wewe, natarajia utaleta wateja. Na nguvu zangu na nguvu zako. Zitaleta wateja hata kama ungelikuwa hunilipi wewe. Hata kama utakuwa hunilipi. Natarajia wataleta wateja, yani unanilipa indirect. Manake nikikutengenezea inamaanisha kwamba mimi nishakuwa manager wako na nitangangana hakikishe ngoma yako itasikika. So ni mimi na connections zangu zifanye chochote kile, zihakikishe mambo yanaenda sawa upande wako. So msanii akitaka kufanya kazi na studio nyingine, kama ni sahihi, anafaa akuinform ama inakuwa tu pia ni tabia nzuri. Kama ukiniinform inakuwa ni poa zaidi, kwa sababu si tumekula sima na papa hapa sote. Sasa hiyo umeona vinono kule unataka kunikimbia kwa sababu basi ni wale kule ujue hawana makao. Watakutengeneza, watakulisha hiyo biriani, baadaye wanaweza kukuachilia tu. Wasofikiria huko nyuma wanaweza, sijasema. So kumwambia mtu we mazee, mimi leo nimeitwa pale, hata wewe ulitengeneza project zako. Na wale jamaa zangu uliwachukua, lakini waliniambia hapa mimi nakuhoji wewe, unaona? Lakini sasa unaanza kuibadilisha vitu ulianza wewe, unaanza kuibadilisha, unaleta kama wewe ndio vipi sasa? Sasa kwani shida iko wapi? Na mimi nakuonyesha kwamba nilifanya makosa vipi? Hakuna makosa, kwa sababu walifaa kuambie kwanza. Waliniambia kabla hata haja rekodi, anakuambia. Ndio nakwambia waliniambia kabla. So hakuna kitu ambacho kilifanyika kibaya.